kuwa nawe tangu tulipoachana. Nami nachukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Somo la leo atakalotuletea mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo latoka kwenye Zaburi ya 73 hadi Zaburi ya 75. Twakutana tena ndugu msikilizaji, wakati mteule wa kulipokea neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Ni tumaini langu kwamba imani yako imeendelea kukuzwa kutokana na yote tuliyojifunza siku baada ya nyingine. Mafundisho yetu yatoka kwenye Zaburi ya 73 hadi Zaburi ya 75. Kama ilivyo, nitazingatia aya za kimsingi, huku nikikuomba uchukue muda wa kusoma maandiko haya kwa mibaraka zaidi. Tulipoanza mafundisho kutoka kwenye zaburi hizi, nilisema kuwa nitazigawanya kulingana na vitabu vya kwanza 5 kwenye Biblia. Zaburi za kwanza 41 tuliziita kuwa mwanzo, kisha zaburi ya 42 hadi 72 nimeiita kuwa kutoka. Sasa twaingia kwenye zaburi ya 73 inayoanza sehemu nitakayoiita mambo ya Walawi. Kama vile kitabu cha mambo ya Walawi chajishughulisha na habari za mahali patakatifu, ndivyo ilivyo kwenye sehemu hii ya zaburi. Mambo ya Walawi ni kitabu kinachohusu ibada katika ile hema ya kukutania. Sisitizo katika kitabu hicho ni kwamba Mungu ni mtakatifu, wala hakuna ondoleo la dhambi bila ya kumwagika kwa damu. Maneno mawili makuu ni utakatifu na dhabihu au sadaka. Haya yataonekana sana katika sehemu hii ya zaburi. Zaburi ya 73 yaanza kwa mshangao kuhusu ufanisi wa wasio haki. Zaburi hii ya kwanza kwenye sehemu hii iliandikwa na mmoja aitwaye Asafu. Kama Daudi, mtu huyu alikuwa mwanamuziki, tena mtunga zaburi. Zaburi ya 73 hadi ile ya 83 ndiye aliziandika. Kwenye aya ya kwanza, hivi ndivyo neno latuambia: hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, kwa hao walio safi mioyo yao. Naam, Mungu ni mwema kwa Israeli, lakini ni kwa Waisraeli wote? La hasha. Wema wake ni kwa wale tu walio safi mioyo yao. Huenda wajiuliza, hao ni kina nani? Hawa ni wale waliokwenda mbele za Mungu kwa kumtolea dhabihu, na pia ni wenye shauku la kumtumikia Mungu siku zote. Nawe ikiwa umemwamini Kristo, basi shauku la moyo wako ni kutembea naye na kuwa katika ushirika naye daima. Na katika hali kama ile, lile utakalotaka kama vile usiku unavyofuatia mchana ni moyo ulio safi. Haiwezekani hata kidogo umpokee Kristo kisha uendelee kuishi kama utakavyo. Ikiwa utaishi kama utakavyo mwenyewe, basi fahamu kuwa huna habari kama ulimwamini au hukumwamini, na pia wale wanaokutazama hawana habari hiyo. Kuwepo kwetu mbele za Mungu ni kwa msingi kuwa yeye ndiye ametusafi. Mtu anapomwamini Kristo husafishwa dhambi zake. Tumeoshwa kwa maji ya neno la Mungu. Tumeoshwa si kwa damu yake Kristo tu, ila tumeoshwa kwa neno lake Mungu. Ni neno la Mungu ndilo hututakasa kusudi tutembee kwa kumpendeza. Mtu huyu Asafu aliingia katika uwepo wa Mungu na kusema kuwa Mungu ni mwema kwa Israeli. Katika kusema hayo, alikuwa na shida moyoni mwake, shida ambayo wewe nami hukumbana nayo mara kwa mara, naye yahusu kufanikiwa wale waovu, huku wenye haki wakiwa katika shida na taabu za kila namna. Hili ni jambo ambalo limewashangaza wengi sana. Ufanisi wa ovu si jambo ninaloelewa kuhusu, wala sina jawabu yalo. Lakini mwenzangu, usife moyo, kwani namjua mmoja aliye na jawabu kuhusu swali hili, naye asema hivi kwa kila mtoto wake: tembea nami kwa imani. Katika neno lake atuambie tumwamini na kumtumaini. Siku ipo ambapo tutajua yote, kwa sasa twahitaji tu kumwamini. Asafu alikuwa na shida kama hiyo. Tayari alikuwa ametangaza kuwa Mungu ni mwema kwa Israeli, yani wale masalia wanaomcha, lakini swali la ufanisi wa asiye haki lilimsumbua sana. Naye asema hivi kwenye aya ya 2 na ya 3: nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Kulingana na aya hizi, ni kana kwamba Asafu aliamka siku moja na kuangalia, naye alipotupa macho huku na huku,
aliona kuwa wote waliofanikiwa na kumzunguka ni wasio haki, watu wanaojivuna, na wale wasiojivuna, watu wanyenyekevu, walikuwa katika hali mbaya. Kwenye aya ya 4 aendelea kusema hivi: maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. Hata kuhusu mauti yao hawakuwa na uchungu wowote. Kisha kwenye aya ya 5 na 6 hivi ndivyo neno latwambia: katika taabu ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguo. Hili tulisomalo ni kweli kabisa, kwani wao hujivika jeuri kama nguo, na kiburi ni kama mkufu shingoni mwao. Isitoshe, sikia hili lililoko kwenye aya ya 7: macho yao hutokeza kwa kunenepa, wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Kweli ndiyo hii, kwamba watu hao hawasumbukii lolote, kwani wana yote. Mtu huyu katika kuendelea kutazama hao watu aendelea kusema hivi kwenye aya ya 8 na hiyo ya 9: hudhihaki, husimulia mabaya, husimulia udhalimu kana kwamba wako juu. Wameweka kinywa chao mbinguni, na ulimi wao hutangatanga duniani. Kawaida ya hao walio matajiri wasio haki huwakanyaga maskini. Hili humfanya mtoto wa Mungu kuangalia na hata kuingiwa na uchungu. Kwa nini iwe hivi? Wao ndio huinua vinywa vyao mbinguni na ndimi zao kutangatanga duniani. Nalo hili laonekana sana, maana wao ndio huwa vichwa vya habari kila mara. Tabia yao tuendelea kuiona hapa kwenye maandiko, kama vile neno lasema kwenye aya ya 10: kwa hiyo watu wake hugeuka huko, na maji yaliyojaa humezwa nao. Iwapo kuna jambo ambalo ni wazi kabisa, ni kwamba wale matajiri wasio haki mara nyingi hutafuta njia ya kukwepa ushuru. Lakini maskini hana njia ya kukwepa ushuru, ni lazima alipe ushuru. Watu wale wana kila wanachohitaji, nao husema, Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 11. Watu wale hawamjali Mungu hata kidogo, wala yamuhusuyo. Wao huwaza kuwa Mungu hajui chochote kuwahusu. Aya ya 12 hadi 16 zatuambia hivi: fahamu, ndivyo walivyo wasio haki, na kwa kustarehe siku zote wamepata mali nyingi. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure, nimenawa mikono yangu kwa kutokukosa. Maana mchana kutwa nimepigwa na kuadhibiwa kila asubuhi. Kama ningalisema nitasimulia kama hayo, kumbe ningeliwadanganya kizazi cha wana wako. Nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo, ikawa taabu machoni pangu. Tunaposoma haya, ndugu msikilizaji, twaona kwamba mtu huyu wa Mungu alisumbuliwa sana na hali hii. Najua kwamba kama mimi, jambo hili la kusumbua pia. Wengine wamesumbuliwa kwa kiwango cha kuona kana kwamba wameishi maisha ya utawa bila ya kutuzwa. Ni kana kwamba kuishi kwa ajili ya Mungu hamna faida yoyote. Asafu alishindwa kulala asielewe kwa nini hali kuwa jinsi hii. Kwa nini wasio haki kufanikiwa, huku yeye aadhibiwa kila asubuhi? Jibu alilipata kwenye sehemu ambayo kila mmoja wetu twafaa kuielekea. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 17 inayosema hivi: hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Naam, Asafu alipoingia katika hekalu yake Mungu, alielewa mwisho wa wasio haki. Alifahamu linalowasubiri hao wasio haki. Hii ndiyo sababu ya Bwana kutumia mfano wa yule tajiri na maskini alipokuwa akifundisha kuhusu maisha baada ya mauti. Rekodi hiyo waipata kwenye Injili ya Luka mtakatifu sura ya 16 aya ya 19 hadi 31. Sehemu hiyo yatujulisha kwamba kuna siku ambapo Mungu atawahukumu wote, na matajiri pia. Yule tajiri mwisho wake ulikuwa katika moto. Ni sikitiko kwamba leo hii kuna wahubiri wanaowasukuma matajiri wasio haki mbinguni. Watazungumzia jinsi alivyojitoa kufadhili miradi hapa na pale na kadhalika, lakini mwisho huwa ni sehemu hiyo ya mateso, maana si wahubiri wanaotekeleza hatima ya mwisho, bali ni Mungu. Yule maskini kwenye habari zile, japo hakupewa mazishi ya kifahari, alichukuliwa na malaika hadi kifuani mwa Ibrahimu. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, ikiwa wewe ni tajiri au ikiwa ni maskini, iwapo utakosa kichwa chake Bwana, mwisho wenu ni sawa. Kuna utofauti mkubwa sana kwa huyo maskini anayemwamini Mungu na yule tajiri anayemwamini Mungu. Wasiomwamini Mungu wote ni sawa, haidhuru hali katika maisha yao. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, shauri langu kwako ni kwamba kaa karibu na Bwana, la sivyo utakuwa na uchungu unapoona mtu asiyekuwa na imani
mtu anayetenda maovu, anayekeuka haki, akiendelea kufanikiwa katika dunia hii? Asafu alipata jibu lake katika nyumba ya Mungu. Neno la Mungu kwetu machoni pa yote tuyaonayo ni kwamba tumtumaini. Hapo ndipo kuna faraja na tumaini letu. Naamini kwamba utafuatia tumaini hili na faraja pia. Aya ya 23 yasema hivi: walakini mimi ni pamoja nawe daima, umenishika mkono wa kuume. Ndivyo ilivyo, msikilizaji, kwamba Mungu huchukua mikono yetu na kutuongoza katika maisha haya. Tembea naye, nawe utafarijika na kutazamia mema kutoka kwake, wala si kwa mwingine. Kisha aya ya 24 inayo haya ya kutujulisha: utaniongoza kwa shauri lako, na baadaye utanikaribisha kwa utukufu. Ikiwa kuna hitaji kuu sana miongoni mwetu kama watoto wa Mungu, ni hili tulisomalo hapa, kuongozwa kwa shauri lake Mungu. Kama Paulo, twahitaji kuwa na ujasiri kwamba yote aliyoanzisha ndani yetu atayakamilisha. Soma hayo kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1 aya ya 6. Mungu atatuongoza kwa shauri lake na baadaye kutukaribisha kwa utukufu. Je, ndugu yangu, kuna lingine bora kuliko hakikisho kama hili? Unapotafakari swali hilo, twageukia Zaburi ya 74, na katika zaburi hii hekalu i mbele yetu tena, na wakati huu kuna hao adui wanaoitia unajisi. Aya ya 1 yasema hivi: Ee Mungu, mbona umetutupa milele? Kwa nini hasira yako inatoka moshi juu ya kondoo wa malisho yako? Mtunga zaburi aliye na kumuuliza Mungu kwa nini ametenda hili. Kisha aendelea kulia na kusema hivi kwenye aya ya 2: ulikumbuke kusanyiko lako ulilolinunua zamani, ulilolikomboa liwe kabila la urithi wako, mlima Sayuni ulioufanya maskani yako. Katika kilio chake atupa maelezo ya sehemu anayonena kuhusu, nayo ni nchi hiyo ya Palestina na taifa la Israeli. Kwenye aya ya 3 hivi ndivyo neno la nena: upainulie miguu yako palipoharibika milele, adui ameufanya kila ubaya katika patakatifu. Elewa kwamba ni hapo patakatifu ndipo adui amefanya ubaya au kupatia unajisi. Nayo aya ya 4 tunapoigeukia yasema hivi: watesi wako wamenguruma kati ya kusanyiko lako, wameweka bendera zao ziwe alama. Je, kilichofanyika hapa ni kipi? Huu ulikuwa unabii kuhusu uvamizi wa jeshi la mmoja aitwaye Antiochus Epiphanes. Huyu alikuwa Mwashuri, mmoja wa hao majemedari 4 walioigawanya milki ya Iskanda Mkuu mara baada ya kifo chake. Katika mwaka wa 175 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, waliteka Yerusalemu na kunajisi mahali patakatifu kwa kumwaga damu ya nguruwe kwenye vyombo vitakatifu. Kisha wakainua sanamu ya mmoja wa miungu yao Yupiteri na kuisimamisha mahali patakatifu. Hili ndilo Danieli alitabiri kwenye sura ya 8 ya kitabu chake kwamba ni chukizo la uharibifu. Kwenye mwaka wa 70 mwaka wa Bwana, jemedari wa Kirumi jina lake Tito alipoingia Yerusalemu alitia najisi ile hekalu na kuiharibu kabisa, ili maandiko yatimie. Hata hivyo, alilotabiri Asafu litatimia kikamilifu hekalu litakapojengwa upya. Unajisi wa mwisho utafanyika wakati wa dhiki kuu, ambapo chukizo hilo lanenwa waziwazi kwenye kitabu cha Ufunuo. Licha ya yote yatakayotendeka, hao wataua watakaosalia watasema hivi: lakini Mungu ni mfalme wangu tokea zamani, afanyaye mambo ya wokovu katikati ya nchi. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 12. Nalo sala lao twalipata kwenye aya ya 18 inayosema yafuatayo: Ee Bwana, uyakumbuke hayo, adui amelaumu, na watu wapumbavu wamelidharau jina lako. Kwa lugha nyingine, Israeli amwambia Mungu kwamba adui amewateka watu wengi sana watu wake, lakini hawakuwa na akili ya kumrudia. Ila watakuwepo hao masalio, nao ndio waaminifu kwa Mungu. Aya ya 19 yasema hivi: usimpe mnyama mkali nafsi ya hua wako, usiusahau milele uhai wa watu wako walioonewa. Kilio cha mtunga zaburi kwenye aya hii chatazamia ukombozi ujao. Nami nakujulisha hivi ndugu yangu, kwamba licha ya shida na tabu ulizo nazo, Mungu atakukomboa. Amewakomboa watu wake wengi kutoka kwenye mambo makubwa kuliko hali yako ya sasa, naye atatenda makuu kwa ajili yao katika siku zijazo, kama vile ataka kukutendea wewe leo hii, maana unamtumaini. Endelea kumtumaini, naye atakutendea, kwa kuwa yeye aliyeahidi kuwa yu pamoja nasi hata tupungukia wala kutuacha. Kisha kwenye aya ya 22
na hiyo ya 23 maandiko yamalizia kwa kusema hivi kwenye Zaburi hii ya 74: Ee Mungu, usimame ujitetee mwenyewe, ukumbuke unavyotukanwa na mpumbavu mchana kutwa. Usisahau sauti ya watesi wako, ghasia yao wanaokuondokea inapaa daima. Huu ni mwito kwa Mungu kwamba awape ushindi. Hili ni ombi lenye ufahamu kwamba ni Mungu tu ndiye ana uwezo wa kutenda yote. Rafiki, twaweza kumtumaini Mungu katika shida zote, kwani ameahidi kwamba hatatuacha wala kutupungukia. Yeye ndiye Imanueli, Mungu pamoja nasi. Nayo Zaburi ya 75 ni wimbo wa ukombozi na ushindi utakaokuja. Kwa hivyo hii ni zaburi ya imani. Aya ya kwanza yasema hivi: Ee Mungu, twakushukuru kwa kuwa jina lako li karibu, watu yasimulia matendo yako ya ajabu. Katika kila hali Mungu ataliinua na kulitakasa jina lake katika dunia yote. Hiyo ndiyo kweli ya ajabu tuipatayo kwenye zaburi hii. Mtunga zaburi asema kuwa wamshukuru Mungu kwa kuwa jina lake li karibu, na watu watasimulia matendo yake ya ajabu. Mungu huyu anayenena habari zake si Mungu mwingine, bali ni huyo ambaye wewe umemwamini katika jina hilo la Yesu Kristo. Kwa hivyo unalohitaji kufanya, kwa sababu Mungu ametenda matendo makuu, endelea kumshukuru, maana ni makuu mengi atakayotenda, ila tu uendelee kumtumaini na kumwomba. Aya ya pili yasema hivi: Nitakapoufikia wakati ulioamriwa, mimi nitahukumu hukumu za haki. Hapa neno hili lanena kuhusu wakati huo mtimilifu ambapo Bwana atarudi tena. Alipokuja mara ya kwanza, alitoa mwili wa mwanadamu na kunyenyekea. Alikuwa mwanadamu hapa duniani, ndiposa alisema kuwa kuhusu siku au saa ile hajui mtu wala malaika, bali Baba peke yake. Hayo ndiyo wayasoma kwenye sura ya 24 aya ya 36 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Bwana atarudi kwa wakati ulioamriwa, huwezi kumharakisha. Kuna wengi wanaoweza kutabiri na kusema kuwa Bwana atakuja wakati fulani, ila mwenzangu, hilo sina habari yayo. Ni vyema kumtumaini Bwana, maana atakuja kwa huo wakati ulioamriwa. Naye atakapokuja wakati huo, atahukumu hukumu za haki. Je, wataka haki itendeke? Basi msubiri huyu mfalme ajaye, mfalme apendezwaye na haki na kweli, naye atatekeleza haki, japo yaweza kuonekana kuwa ni muda sasa kabla hajaja. Ila yeye ajaye hata kawia, maana yuaja upesi. Kisha kwa kumalizia zaburi hii ya 75, maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya 3 hadi aya ya 10: Ingawa dunia na wote wakao humo wataharuki, mimi mwenyewe nimezisimamisha nguzo zake. Naliwaambia waliojivuna, msijivune, na wasio haki, msiinue pembe. Msiinue pembe yenu juu, wala msinene kwa shingo ya kiburi. Maana siko mashariki wala magharibi, wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye. Humdhili huyu na kumwinua huyu. Maana mkononi mwa Bwana mna kikombe, na mvinyo yake inatoka povu. Kumejaa mchanganyiko, naye huyamimina. Na sira zake wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Bali mimi nitatangaza matendo yako milele, nitamwimbia Mungu wa Yakobo. Pembe zote za wasio haki nitazikata, na pembe za mwenye haki zitainuka. Katika haya maandiko tuliyoyasoma, msikilizaji, kuna mambo mawili yanayojitokeza. Kuna habari za hao wanaojivuna, watu ambao wajiinua, watu walio na kiburi, ambao daima humwasi Mungu. Na kwa upande wa pili kuna wale wenye haki. Katika haya tuona kwamba wale wanaojiinua na wanaojivuna ni lazima watadhiliwa, ni lazima watashushwa. Lakini wale wenye haki, Mungu atainua pembe zao, yani atawapa heshima. Hiyo ni kukwambia kwamba, ndugu yangu, hakuna popote ambapo heshima yaweza kutoka isipokuwa heshima itokayo kwa Mungu. Kwenye aya ya 6 maandiko yataja kwamba si mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima. Kuna sehemu moja ambayo haitaji kwenye maandiko haya, nayo ni kaskazini. Hii ni kwa kuwa sehemu ya kaskazini ina umuhimu wake. Jambo lililoko katika maandiko ni kwamba adui atakayevamia Israeli atatokea pande hizo. Wakati huo hakuna atakayeweza kuwaokoa watu wale, yani Waisraeli, isipokuwa Mungu pekee. Mungu katika kuwaokoa watu wake atawapa heshima. Nasi katika hili twafaa kujifunza kumtegemea siku zote, kwani ndiye kimbilio na ngome iliyo imara.
Naamini kwamba umebarikiwa kwa mafundisho haya, nami najua kwamba utasoma Zaburi hizi ili uendelee kubarikiwa na kuinuliwa zaidi katika uhusiano wako na Mungu. Kumbuka kwamba njia ya wewe kumjua Mungu zaidi na zaidi ni kwa kulisoma neno hili ambalo limevuviwa na Roho wake. Na kwa kuwa Roho wake yu pamoja nawe, basi yeye atakufunulia hayo ambayo ataka uyajue, kusudi umtukuze Mungu maishani mwako. Na kwa hayo, msikilizaji wangu, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana umemwezesha kuyasikia haya ambayo ameyapokea leo hii. Tazama maisha yake, tazama hali yake Bwana, na katika hali aliyomo upate kumwinua zaidi. Mwinue katika hali yake ya kukuamini wewe, katika ushirika wake nawe, katika maisha yake na katika kila jambo, maana wewe Bwana wahusika na maisha yetu kikamilifu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe unapotenda makuu katika maisha yake. Haya nimeyaomba nikijua kwamba ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, kumbuka hili: heshima haitoki mashariki wala magharibi wala nyikani. Heshima yatoka kwa Mungu peke yake. Kwa hiyo mtegemee Mungu, naye atakuheshimu. Litii neno lake, naye atakuheshimu. Mungu akikuheshimu, maisha yako hayatakuwa kama vile yamekuwa siku zote. Na kutakia kila na heri na baraka kutoka kwake hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Naamini kwamba waendelea kujengeka kiroho kutokana na mafundisho haya. Iwapo una swali, maoni au wahitaji ushauri, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waalikwa msikilizaji kuwa mfadhili wa kipindi hiki kwa kujitolea kwa maombi na pia kifedha. Ukitumia anwani niliyokupa, tuma hundi kwa Transworld Radio. Muda utamruhusu mchungaji kuzingatia aya za kimsingi tu kwenye kipindi kijacho atakapokuwa akifunza kutoka kwenye Zaburi ya 76 na 78. Kwa hivyo utafanya vema kutangulia kusoma sehemu hizi. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea. Usisome maandiko tu, yafahamu. Pakua programu ya simu kwa ajili ya mafundisho ya Biblia mstari kwa mstari kwenye ttb.bible.